Nyakati 6 za kukaa kimya ili usiharibu heshima yako. Kuna nguvu kubwa sana katika mtu anayejua lini azungumze na lini akae kimya. Watu wengi huharibu heshima yao, sio kwa sababu hawana akili, bali kwa sababu walizungumza mahali ambapo kimya kingewalinda. Kimya sio udhaifu. Kimya ni nidhamu, na mara nyingi ndicho kinachokutenganisha na majuto makubwa maishani. Hizi hapa ni nyakati 6 ambazo kukaa kimya ni ushindi na kuzungumza ni hasara. Kabla tujaendelea, hakikisha una subscribe ili tuendelee kujifunza zaidi. 1. Unapokuwa na hasira. Hasira ni moto. Ukizungumza ukiwa na hasira, maneno yako hugeuka silaha. Hata kama una hoja ya msingi, hasira huifanya ionekane vibaya. Maneno ya hasira hayasauliki haraka. Kaa kimya. Subiri moto ushuke. Ukizungumza baada ya kutulia, utalinda heshima yako na ujumbe wako utasikika. 2. Unapodhalilishwa hadharani. Sio kila dharau inahitaji majibu. Watu wengine wanataka kukuona ukishuka kwenye kiwango chao. Ukijibu hapo hapo, unawapa kile wanachotafuta. Lakini ukikaa kimya kwa uthabiti, unawaacha wapigane na aibu yao wenyewe. Kimya chako kikiwa na tabia nzuri, huongea zaidi kuliko maneno 1000. 3. Unapojua hauwezi kubadilisha fikra za mtu. Kuna mijadala haishindwi kwa hoja, inashindwa kwa mioyo iliyofungwa. Ukizungumza sana kwa mtu ambaye tayari ameamua kukupinga, unahujumu thamani yako mwenyewe. Hekima ni kujua lini uache kujaribu kushinda mjadala na uendelee kulinda amani yako. 4. Unaposhirikiana na watu wasio na nia njema. Sio kila mtu anayekuuliza maswali anakutakia mema. Wengine wanakusanya maneno yako ili wayatumie dhidi yako baadaye. Usifungue maisha yako kwa kila mtu. Kimya hapa ni ulinzi wa heshima yako. 5. Unapokuwa kwenye mafanikio au mipango mikubwa. Mipango mikubwa inahitaji ukimya mkubwa. Kabla hujafika, usisimulie sana. Wivu, shaka na maneno ya kukukatisha tamaa huanza pale unapofungua kila kitu mapema. Acha matokeo yazungumze. Mafanikio ya kweli hayapigi kelele. 6. Unapojaribiwa kujitetea bila kuulizwa. Kujitetea kupita kiasi hujenga taswira ya hatia hata kama huna kosa. Sio kila tuhuma zinahitaji ufafanuzi. Watu wenye busara hujua tabia yako kabla ya maneno. Ukikaa kimya kwa utulivu, muda hujitetea kwa niaba yako. Na sasa, sehemu muhimu zaidi. Heshima haijengwi kwa sauti kubwa, hujengwa kwa udhibiti wa nafsi. Kukaa kimya ni moja ya silaha kali zaidi mtu mwenye akili anaweza kuwa nayo. Kama utajifunza kukaa kimya nyakati sahihi, utapunguza migogoro, utaongeza heshima na utaishi kwa amani zaidi. Swali la kujiuliza: ni mara ngapi umewahi kujutia ulichokisema, lakini hujawahi kujutia kukaa kimya?